Bwana Wolper, Kajala Masanja, Aunty Ezekiel, Aileen Woya, wote hawa wote kiukweli wameweza kuzua taharuki kubwa. Tumeweza kuona ukaribu wao pamoja na bibie Shamsa Ford pamoja na Wema Sepetu, Kajala Masanja na wengineo, Aileen Woya na Aunty Ezekiel pia. Lakini leo hii kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea na tumeweza kuona Shamsa Ford ameweza kuzungumza mengi juu ya hawa watu, akisema kwamba hawa ni watu ambao ni wanafiki sana. Tazama kwenye A-list hawa watu hawakumpa nafasi kabisa, na zaidi walikuwa wakimdhihaki na kumuona kwamba huyu mtu sio wa thamani. Sasa hivi Wema Sepetu ndipo ambapo thamani yake inaonekana. Ifike kipindi jamani, tuweze kutambua mipaka yetu na tuweze kuelewa namna mambo yalivyo, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea na kila mtu anatamani kuweza kuona mwenza wake akiwa na amani na furaha, lakini wao hawa waliweza kutumia nafasi hiyo ya kuweza kumuumiza mwenza wao, na leo hii wapo kwa ajili ya kuweza kumfanya aendelee kujisikia vizuri, au wamfanye wawe katika moja kati ya watu ambao mara zote wanatamani kuweza kuona kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Na tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vingi, wakisema kwamba kiukweli kuna vingi vya kuweza kujifunza katika haya maisha, kwa sababu kuna mengi ambayo dada yetu Wema Sepetu amekuwa akiyapitia, na kila mtu anatamani kuweza kujua vingi zaidi kwenye hili. Lakini ndo kama hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kupamba moto juu ya haya ambayo yanayoendelea sasa, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho anachokiamini, na wengi wao wamekuwa wakimdhihaki pasipokuwa na sababu na misingi yoyote. Kila mtu amekuwa ni mbinafsi kwa mwenza wake, na kila mtu anatamani kuweza kuonekana yeye ndio bora zaidi kuliko watu wengine. Ila kwa upande wangu ninasema kwamba hawa watu si watu wazuri kwa bibie Wema Sepetu.